Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa uwepo wake katika maisha na kutulete pamoja siku ya leo ili tuweze kusikiza vile anavyosema nasi. Masomo ya leo itatutia moyo wa kuendelea na maisha, kwa sababu Kristo mwenyewe ameshafufuka na akaja kwetu na utajiri wote na kuturudishia imani na matumaini. Jumapili ya leo ni Jumapili ya mchungaji mwema. Mchungaji mwema kwa sababu kuna wachungaji wabaya, na ndiposa Kristo kati ya wachungaji wabaya anajitokeza na kutueleza vile yeye alivyo mchungaji mwema katika maisha yetu. Ni kweli katika dunia ambayo tunaishi wachungaji wapo sio wazuri, ndiposa Kristo anajitenga na hao na kusema kwamba yeye ni mwema. Kuna wachungaji wengi ambao wanaelekeza kondoo wa Mungu na kuwafanya kuwa kwamba wanawategemea katika maisha. Siku ya leo hatungekuwa tunaongea juu ya Shakahola. Siku ya leo hatungeweza kuongea juu ya madawa, kwa sababu madawa imekuwa wachungaji wabaya. Siku ya leo hatungeweza kuongea watu kuuawa hivi na vile, kwa sababu ya uchungaji mwema kati yetu. Siku ya leo hatungeweza kuongea vile watu wamepotea katika njia, kwa sababu ya kuelekezwa na wachungaji wabaya ambao wanakula kondoo na kuwasumbua kondoo na kutowaelekeza kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kondoo ni mnyama ambaye ni mtiifu, ni mnyama ambaye ni mnyenyekevu, ni mnyama ambaye hasemi hawezi. Kwa kila jambo kondoo ni mwepesi kwa kupotea njia, ni mwepesi kwa kuelekezwa kwa njia nyingine. Na ndiposa Yesu anatumia ama mtangazaji Yohane alitumia jina kondoo, hakutumia mbuzi. Mbuzi ni mkorefu, na pia mbuzi ni mwerevu kiasi na sio mtiifu vile. Hakutumia ng'ombe, akatumia mwana kondoo. Na sisi tunalinganishwa na kondoo hawa. Sisi tu watu wa Mungu, kuumbwa kwake, tumebeba sura yake. Na ndiposa Mungu katika hali yetu ametumba kwa unyenyekevu, ametuweka umungu ndani mwake, kumaanisha ni rahisi sana sisi kuweza kupotea, lakini yeye kwa sababu yeye ni Mungu wetu, ndiposa anajitokeza na kusema kwamba yeye ndiye mchungaji wetu. Hatutabukukiwa na kitu chochote. Katika Agano la Kale tunaona Mungu vile alivyo wabeba kondoo wake, taifa lake takatifu, taifa teule la Waisraeli. Aliwaangalia na akawapenda vile walivyokuwa katika mikononi mwa mchungaji mbaya Farao. Aliwaumiza na kuwatesa na kuwanyanyasa pale Misri. Ndiposa Mungu akasikia kilio chao, akaona maumivu yao, akaingilia kati maisha yao na kuwanyakua na kuwatoa katika mikononi mwa mchungaji mbaya Farao. Ikawa sasa wamepata kiongozi ama mchungaji mwingine, Mungu, na ndiposa Mungu akaamua kuwa na agano nao na kusema
mimi ni Mungu wenu na nyinyi ni taifa teule na taifa takatifu. Kuanzia pale safari yao ya maisha ikabadilika, ikawa kwamba mchungaji mwema ni Mungu, na hakuna siku walikosa, hakuna kitu walikosa. Chakula walikula kutoka ghala lake Mwenyezi Mungu, maji wakanywa kupitia njia ya maajabu kutoka kwa mawe. Hawakuweza kupotea njia kwa sababu aliwaongoza usiku na dimi za moto, mchana na wingu, ili wasipotee, kwa sababu hili lilikuwa taifa lake. Aliwapigania kwa adui wote ambao waliweza kuwasumbua, kwa sababu hawangeguzwa na mtu yeyote. Mchungaji mwema bado alikuwa pamoja nao, na kufika pahali Mungu aliwawekea katika shamba la ahadi, ambapo aliwawekea maziwa na asali, kumaanisha pahali pazuri Mungu amewatayarishia watu wake. Waliingia pale na wakaishi kwa ukubwa na utawala kwa sababu ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Nani angewaguza hao watu? Na walikuwa wakiongozwa na Mungu wao? Hakuna. Na huyo ndiyo Mungu ambaye tunamwamini siku ya leo, taifa la Mungu. Nyinyi ni taifa la Mungu, Israeli ya leo, wanakondoo wa Mungu, ambapo Mungu wetu ameangalia hali yetu ya maisha. Ametupenda vile tulivyo, anajua yale ambayo tunapitia. Ndiposa Jumapili ya leo akajitokeza kati ya wengi na kutuambia, jameni watu wa Mungu, mimi ni mchungaji mwema katika maisha. Tumsifu Yesu Kristo. Katika injili yetu tunaona Yesu anawaambia, amin amin nawaambieni, ni kwamba yeye anasema ni mchungaji mwema na ni mlango. Ndiposa wanafunzi wake hawakuweza kuelewa maneno haya, kwamba yeye amesimama katika mlango, na yeyote aingiao katika mlango huo anakaribishwa na anapokelewa na Mungu. Kumaanisha wakati wote unapoingia katika mlango ambayo umetayarishwa, hata katika kanisa hili ukiingia katika milango hii, itakuwa kwamba wewe utajisikia ukiwa na amani kwa sababu umekaribishwa katika kikao hiki. Utajisikia kwamba wewe umekuwa na matumaini kwa sababu umeingia katika mlango ambao unafaa. Utaona kwamba haujakosea kwa sababu umeingilia katika mlango ambao umekubalika. Hautaona kama umefanya dhambi yoyote kwa sababu umekaribishwa na ulikuwa unatarajiwa kwa sababu ya kuingia katika mlango ule ambao unatakikana. Ndiposa Yesu anasema, yeyote ambaye anaingilia katika dirisha, yeyote ambaye anaingilia katika ukuta ama mwanya yeyote ule, huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Ndiposa Kristo anasema siku ya leo anatupenda vile tulivyo. God is good. Ndiposa Jumapili ya leo tunasherehekea Vocation Sunday. Tunaheshimu mito ambayo iko katika maisha yetu, mito ya familia ama wito wa familia ambao Mungu aliubariki kuanzia mwanzo wa kuumbwa dunia, ambapo mama na baba Mungu wetu aliwalete pamoja na akaingilia kati shughuli yao ya maisha, akawapa watoto na wakaweza kutengeneza familia. Na hapo Mungu wetu anazitambua familia zetu kama takatifu machoni mwake. Ndiposa hata leo tunasherehekea wito wa upadri, wito wa usista na pia mabradha. Mito hii yote ni kipawa kutoka kwa Mungu. Mito hii yote ni Mungu ametupa kwa sababu ya mapenzi yake hapa duniani. Wakati mwingine tunaangalia ni wito upi ambao ni mzuri kuliko ule mwingine. Mimi nikiambiwa nichague moja ya kati ya hizo, nitasema familia. Kwa sababu katika familia, hapo ndipo Padre Thuo alitoka. Hapo ndipo sister anatoka.
Hapo ndipo brother anatoka, kumaanisha Mungu wetu anataka tuweze kuheshimu wito wa familia, kwa sababu kusipokuwa na familia, padri atatoka wapi? Sister atatoka wapi? Na ndiposa ni kipaji kikubwa. Sisi wote tumetoka katika familia, na Mungu wetu anatueleza siku ya leo anapenda familia zetu na anazitakasa na kuziinua na kuifanya taifa takatifu mbele yake. Kama vile tu amechagua wito wa upadri na sister, basi sisi wote tuweze kuishi kwa utakatifu na kwa heshima katika wito ambao kila mmoja wetu ameshapatiwa. God is good. Ndiposa Mungu wetu anasema, mimi ni mchungaji mwema wa mito yenu. Mimi ni mlango wa familia. Yeyote ambaye anaishi katika hiyo familia na muelewa vyema. Yeyote ambaye anaingia katika hiyo familia, mimi niko hapo kumtakasa. Mimi ni mlango wa wito wa upadri. Fadhaduo, usipomkubali na kuingia katika mlango huo ukipitia Kristo, ujue utakauka, utakosa tamaa, utaweza kukosa hata utamu katika kazi yako. Kila mmoja wetu, ndiposa tunaambiwa, Yesu anasema, mimi ni mlango wa kondoo. Wanapoingia wanapata amani, wanakuwa na matumaini, wanakuwa protected, wanakuwa na heshima, na wanapotoka wanakutana na malisho mema na maji mema, kwa sababu mchungaji mwema yuko pale. God is good. Na ndiposa mito yetu, familia zetu, Mungu asipokuwepo, Zaburi 127 inasema, Mungu asipojenga nyumba, hata wajenzi wanafanya kazi bure. Kumaanisha Mungu wetu lazima aweze kuwepo katika familia zetu kama mchungaji mwema. Tusiweke pesa kuwa mchungaji mwema. Tusiweke mashamba kuwa mchungaji mwema. Tusimtoe Mungu kwa sababu ya kazi zetu ama elimu yetu zichukue nafasi ya Mungu. Hayo ndio makosa ambayo tunatenda sisi. Mara nyingi tunaona kwamba sina na wakati hata kwenda katika kanisa kwa sababu elimu, mimi nimeelimika, na kanisa pengine wale wanaenda ni wale hawajaelimika. Hapo ndipo tunafanya makosa makubwa katika maisha yetu. Kufanya mambo ya dunia hii inachukua nafasi ya Mungu, na ndiposa anatukaribisha na anatukumbusha yeye ni mchungaji mwema na ni yeye mlango wa boma zetu. Tunapomtoa Mungu tunatoa kila kitu, na ndiposa tunaambiwa na Zaburi, Mungu asipojenga familia, asipojenga upande wako fadhaduo, asipojenga wito wako, wewe sister, utakauka, utakosa utamu, na unapoingia utakuwa umekauka, na unapotoka unakauka, kwa sababu mwenye mlango hayupo na ni Mungu wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema nini anapokuwa katika mlango wa nyumba zetu? Anachukua ushukani, anatuelekeza kulingana na mapenzi yake. Na Mungu wetu hajawahi aibisha yeyote ambaye anamuita kwa moyo mnyenyekevu. Anapokuwa pale, anatujua kwa majina. Anasema hivyo, mchungaji mwema anajua kondoo wake, na kondoo wake ni wewe na mimi. Anajua kwa majina, na kondoo wanajua mchungaji vizuri sana. Hivyo wanavyoitwa na mchungaji, wanaelekea kulingana na mchungaji, sauti yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu anawaelewa vyema. Anajua wale kondoo ambao wamevujika miguu, wana uwete wao, hawana nguvu. Wakati wanatoka katika boma lile wakielekea malishoni, anajua ni wagani watabaki pale ndani. Anajua kondoo ambao wako na nguvu, ambao wataelekea malishoni na wapi. People of God, Mungu wetu anajua ambayo tunapitia.
Na mara nyingi wakati mwingine tunajidunisha katika maisha. Tunaona kama Mungu ametusahau. Tunaona kama Mungu hajibu maombi yetu. Tunaona Mungu kama ametuachilia. Lakini hiyo ndiyo hali ya ubinadamu. Mungu wetu anatuelewa sisi sote. Kwa wakati huu tunajua kwaya wanaona kama Mungu amewasahau kwa kuchukua mmoja wao, Regina Mogoi. Katika umri wake, we are asking so many questions and few answers we can get. Bona mmoja wetu. Familia hiyo inajiuliza, bona mtoto wangu mama. Tunaona kama Mungu anatuadhibu. Tunaona kama tumemkosea Mwenyezi Mungu. Na ndiposa tunajiuliza maswali mengi na majibu machache. Maswali haya hakuna mwanadamu yeyote ataweza kuyajibu. Bona kwa wakati huu? Bona akaondoka katika hali hiyo? Bona ikawa kwamba ni wetu wa karibu? Ni kwa sababu Mungu ni mchungaji mwema. Hata wakati huu bado ako pamoja na sisi. Hajatusahau. Lakini anataka tujue kwamba anatuelewa vyema. Anatenda kulingana na mapenzi yake, kwa sababu tunasema Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati wa harusi tunasema Mungu ni mwema. Na wakati huu Mungu amemchukua Regina Mogoi. Tunasema Mungu ni nani? Alitujua katika tumbo la wazazi wetu. Mpaka sasa anaweza kutujua vyema. Kulingana na hayo, Mungu anajua familia zetu. Anajua mito yetu. Usikate tamaa. Fadhali Mungu anakuelewa vyema. Lakini kitu ambacho tunahitaji kujua, tusiweke mchungaji mwingine ambaye atatuchunga katika maisha yetu. Wakati mwingine tutaweza leta maringo na uone kwamba ni kama wewe ulijipatia kipaji hiki cha kuwa padri, kwamba wewe sasa umefika. Umemsahau yule ambaye alikuelekeza tangu utotoni mwako mpaka ukafika sasa. Mungu ndiye mchungaji mwema, ndipo sana sema na kuelewa na kupenda vile ulivyo na kujua kwa jina na ujua udhaifu wako, lakini udhaifu wako na ufanya kuwa nguvu yako. Katika hali hii Mungu aweze kusimama mlango ya kila familia, ya kila wito, ya kazi zetu, ya kanisa letu na katika nchi yetu, ili aweze kutuelekeza, kwa sababu yeye anatupenda vyema. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kusema kwamba anatujua, hawa kondoo wanasikia sauti na wanatii sauti na wanagoja sauti ya mchungaji mwema. Wakati mchungaji amesema twende, inapinduka, inajua inaelekezwa wapi. Kumaanisha wanaenda malishoni kulingana na sauti ya mchungaji mwema. Wanakula kulingana na sauti ya mchungaji mwema. Hata kunywa maji wanakunywa kwa sauti ya mchungaji mwema. Na kurudi katika boma, mbuzi hao, kondoo hao wanarudi kulingana na maagizo ya sauti ya mchungaji mwema. Watu wa Mungu, tuko katika Kenya hii. Tuko mwaka huu. Tuko hapa Nakuru. Tuko dunia hii. Sauti ni nyingi. The political noise is there. Economic noise is there. In general life, it is talking to us. Life is so difficult. The noise is too much. Lakini Mungu wetu anasema, nyinyi ni wangu. Na mnapoishi ndani mwangu, nami niweze kuishi ndani mwenu, chochote muombacho kwa imani mtapata kweli. Ndiposa Mungu anaja kwetu, anaingilia kati, anatuambia sauti ambayo tunastahili kutii na kuheshimu ni sauti ya Mungu. Kwa sababu sauti ya Mungu inatuelekeza, it is the way. Hatutapotea njia. Sauti ya Mungu iko na uhai, itatutia moyo, itatuongoza na tutakuwa na tamaa ya kuendelea na maisha. Sauti ya Mungu ina ukweli ndani mwake. Tutajua ukweli. Bila Mungu hatuwezi lolote. Bila Mungu hatutapata chochote.
kwa sababu huyu ni Mungu. God is good. Na mwishowe anawauliza, munaona uhai huo? Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na tafakari somo hili nikasema, na nikija hapa siku moja niseme mimi ni Mungu. God is good. Mimi ni mchungaji mwema, na mnajua huyu ni Father Thuo ambaye anakula ugali, ambaye anakula ugali na managu, ambaye anakula ugali na terere. Na mtu yeyote ambaye anakula ugali na managu ama kitu chochote kile, huyo anakuwa na udhaifu wake. Ndiposa anakula ili aweze kurekebisha nini? Udhaifu wake wa mwili. Lakini Mungu ni Mungu. Na ndiposa kwa tunasema daliaga akima. Hakulagi nini? Ugali. Hiyo ndio tofauti yetu. Ukiulizwa tofauti yako na Mungu, sema wewe unakula ugali, ya kuli nini? Ugali. Nikisema mimi ni Mungu na mkubali mimi ni Mungu, ni nini nitafanya? Mimi ni mwanadamu, lakini kile ninafajua kuna watu pengine nawabeba katika moyoni mwangu. Kumaanisha jua na linapowaka asubuhi, nitahakikisha wewe uko katika moyo wangu, nitahakikisha kwako kumebaki na giza. Mvua ikinyesha kwako hainyeshi katika shamba lako, inanyesha mashamba yale mengine. Giza likiingia kwako kuna wacho kukiwa wazi, giza likiingia kwa wale wengine. Lakini Mungu huyu ambaye tunamwabudu siku ya leo ni Mungu wa maajabu. Hakuli ugali. Ndiposa jua linawaka kwa kila mmoja wetu. Kuna wale wanampenda na wasiompenda. Jua linawaka sawa. Wakati mvua inanyesha kwa watu wote bila upendeleo wote, kwa sababu yeye ni nani? Wakati giza linaingia kwa wote, kwa sababu ni yeye ni nani? Ndiposa huwa ninasema tusijali mambo ambayo tunapitia ikisababishwa na wanadamu, mwisho wao utafika. Mimi ningestuka kama wangekuwa Mungu, kwa sababu wangebaki katika sehemu ambayo wako. Lakini kwa saa hii ni kupumzika na kutulia katika Mungu, kwa sababu Mungu ataleta mabadiliko. Na mwishowe tunaona kwamba huyu Mungu hana upendeleo wowote. Ndiposa anasema mimi ni mchungaji mwema, kumaanisha akisimama katika nyumba zetu, akisimama katika mlango wa kila wito utaweza kufanikiwa na kufaulu katika maisha yetu. Nikimalizia, nataka kwenda pale, nataka kuangazia vijana wote, na sisi wote ni vijana. God is good. Yes, kwa sababu wewe ulikuwa na mama ama uko na mama, kumaanisha wewe ni mtoto wa Mungu wa mtu fulani. Wewe bado ni kijana. Ninataka kupatiana assignment. Kila mmoja wetu akienda nyumbani asome Luka sura ya 15 kuanzia mstari wa 5 mpaka 30. Luke chapter 15 verse 5 to 30. Na kuna siku nilihakikisha kila mmoja amenunua Biblia. Na siku ya leo nitafungua bookshop saa 8. Wale wote hawana Biblia wapite pale, kwa sababu lazima tuweze kuona hivyo. I'm talking about this prodigal son. You young men and women. Huyu kijana alikuwa katika utulivu wa familia, wa baba mchungaji mwema. Akiwa na kila kitu. Alikuwa na fedha, alikuwa na chakula, alikuwa na nguo, alikuwa na baba wa kumsamehe na mama wa kumsamehe, lakini yeye akaamua kutoka mikononi mwa baba yake mchungaji mwema. Akaamua kutoka. Sio kwamba alibarikiwa na baba atoke, ama akaagizwa na baba atoke. Alijiforce na kumwambia baba, nipe mali yangu, nipe fedha zangu nitoke. Akachukua nguo zake akatoka. Akachukua kila kitu kizuri, hata furaha ya nyumba ile akatoka. Akatoka mikononi mwa mzazi ambaye alimlea kwa kujitoa
na kujituma, akajitoa yeye mwenyewe, akidhania maisha itakuwa mema baadaye. Alidhania hizo pesa hazitaisha, nguo hazitalaluka, chakula hakitaisha. Akaondoka kwa malingo, kwa sababu ndio ilikuwa mchungaji mwema katika maisha. Akaondoka pengine kwenda kujiweka madawa kule nje, kwa sababu huyo ndio amekuwa mchungaji mwema siku hizi wa vijana. Na kwenda, pesa zikaisha, chakula kikaisha, nguo ikaisha. Ikawa ni huzuni kutoka kwa furaha. Ikawa sasa ameajiriwa kuwalea nguruwe, kuwatumikia nguruwe, kuwapa chakula ya nguruwe, na anakula hicho chakula cha nguruwe. Akawa kinuka kama nguruwe, akawa sasa mchafu kama nguruwe. Anasikia sauti ya nguruwe na kuitumikia nguruwe ipendavyo. Lakini ilifika wakati akasema enough is enough. Akakumbuka yule baba mchungaji, akakumbuka ile familia nzuri aliwacha, akakumbuka roho ya mama na yale maziwa alinyonya na vile alimtumikia, akamkumbuka. Akakumbuka baba aliyejitoa kumwelimisha, kumtendea kila kitu, akamkumbuka. Akalinganisha na vile anavyoishi, akaona afadhali niamuke nirudi kwa yule baba ambaye ni mchungaji mwema. Alijitoa kwa baba mchungaji, akaenda akaumia, sasa anarudi kwa baba mchungaji. Na kufika kule akajiambia, nimetubu, na sitahili kuitwa mtoto wako, na sitahili kuitwa mfanyikazi. Na hapo ndipo baba yake alimwangalia, akamwona kutoka kwa mbali, akamkimbilia, akamkumbatia, akambusu. Huyo baba, nataka tuweze kujijaji sisi wazazi. Huyo baba hakutatizwa na mnuko wa huyo mtoto, hakutatizwa na uchafu wake. Aliona mbele, alikuwa amekufa lakini sasa amefufuka. Alikuwa amepotea lakini sasa nimempata. Hakujalishwa na mambo ya hapa duniani. Akapita hayo, akaona ufufuko, akaona furaha itokayo kwa Mungu. Mtoto huyu alikuwa mbali na mimi, lakini sasa amedurukia. Je, wewe mama, ungefanya nini? Kitu cha kwanza, ukimwona akiwa mchafu hivyo, unamwambia enda kwa mto ukajioshe. Na pengine ungeambia umbo ifunguliwe, huyu mtu asiingie katika nyumba ya. Ungesema lete panga, huyu mtoto ni mumalizie. Ungekuwa na uzito sana. Lakini huyu baba ni tofauti. Yeye alitabasamu badala ya kuhuzunika. Hakushika mapua kwa sababu ya mnuko ya mtoto huyu, hakusumbuliwa na uchafu wake. Na ndiposa akaingia pale. Yule mtoto kile aliwacha furaha ya hiyo familia, akaweza kupatiwa hiyo furaha, akalishwa, akaoshwa, akavikwa pete na kiatu kizuri, na mwishowe furaha ya mtoto huyu ikatimia na furaha ya baba yake ikatimia. Tuwapigie makofi watu. Taifa la Mungu, Yesu ni mchungaji mwema. Tunakuja katika hali ya mito yetu, na nilisema wito wa kwanza na mzuri sana ni familia. That's why we pray for our family, ili Mungu asimame katika milango yetu, na ili sisi wazazi tuwe na roho kama ya huyu baba katika hali hii ya Luka 15 kuanzia 5 mpaka 30. Tunakosa na tunatamani kuwa na wazazi kama hao. Ni kweli watoto wametoka katika mikono yetu na sheria zetu wametukataa. Huo ni ukweli. Lakini maajabu ni kwamba lazima watarudi nyumbani. Atakuwa mchafu, atakuwa amegongwa na maisha, atakuwa ameumia, lakini nyumbani atarudi. Hatarudi vile alitoka, atarudi kwa uchafu, atarudi kwa mnuko, atarudi kwa hali mbaya. Lakini tunaomba na ndiposa familia zetu
the family is the only institution where you can run to or where you can hide when you are crushed by life, when you are beaten by life, when life is upside down. That is the only institution you can be accepted. God is good. Kwa sababu pale imeandikwa kazi, waze kugonjeka, watakuuliza kwenu ni wapi? God is good. Hata wanauliza wale wengine, unajua kwa huyo? Hebu tafuteni kwao. Ukishatoka dunia hii, tunaulizana kwao ni wapi? Na kutoka hapa mpaka kwao ni kilomita ngapi? God is good. When things are good, sometimes we forget families. But I just want to tell you, the only place that you will feel comfortable and accepted, it is the family. That's why this boy had to go back. Tunaenda kule nyumbani kukuta nani? Tunaenda pale kukuta mama ambaye ana roho wa Mungu. Tunaenda kukuta baba ambaye ana roho wa Mungu. Hata kimbia kuniambia wapi pesa ambazo ulichukua. Mbona ukawa mchafu? Kwanza ataniosha, atanilisha, atanivika pete, na pengine zaidi wazazi wanasahau. God is good. Kama vile mama hujawahi niambia ni lita ngapi ya maziwa nilikunywa, hata wakati huo usiniteteze mimi. God is good, and we are coming. We are hoping that we are going to get a good father, a forgiving father, and a caring father. That's how life is, and it's going to happen. I have seen in my life, in the other side of the bishop's office, kwamba kuna hawa vijana wa mtaa. Anakuja ananiambia amechoka. Na uzuri ni kwamba anakumbuka simu ya mama. Nampigia mama anasema, "Oh father, huyo mtoto nimemkosa kwa miaka 2 na anataka kurudi nyumbani." Na anarudi nyumbani na mama anampokea, anamuosha na anarudi katika darasa, hata kama umri umepita, kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu ya hayo, nasi vijana, kumbuka, outside the hands of our parents, no salvation. Saa hizi mko katika shule, mjue mkitoka mikononi mwa wazazi wenu, mkiishi kulingana na mapenzi ya mzazi, kumbuka baraka ziko mbele yako. The only person who can take care of you very well, it is the mother and the dad. Don't neglect them. Na usione kwamba sasa wamezeeka, ati kwamba they are outdated because they don't have smartphone. Hawajui kuongea Kiingereza kama vile wewe unaongea. Hawajui Kiswahili ama hesabu kwa sababu wewe umesoma sana. Kumbuka hiyo hesabu ya huyo mama na huyo baba. Kumbuka hiyo Kiingereza unaongea kizuri, kumbuka hicho ni cha mama na baba. God is good. Kumaanisha tukitaka kuishi vizuri vijana, amri ya 4 inasema mheshimu baba na mama miaka iwe mirefu. Diposa we are buying young people. Kwa sababu tumekosa kujua siri ya maisha. Maisha ni kumkamata mama na baba kila wakati katika uzee wao, kuwatumikia na tuwachukulie kwa upole wakati wako katika uzee wao. Wananiambia vijana, mama akikutusi unasema amen, kwa sababu umepata mama. Hakuna mama anamtusi ama anamwelekeza mtoto kwa njia hasi kidogo amuue. Kila wakati ni kutaka kumlete karibu. Kama huyu mtoto mpotevu alipoteza kila kitu. Alidhania ni mwerevu, akapoteza kila kitu. Tusipoteze kila kitu, kwa sababu Mungu ametutakia wachungaji wema katika maisha yetu. The young people, the good shepherd is God. The good shepherd in the family is the mother and the father. Away from the father, no salvation. Inside the family where there is mother and the father, there is salvation. Mungu azidi kutubariki na kutuongoza. Tukijua sisi wote, ndani ya kanisa kuna mchungaji mwema. Ndani ya kanisa kuna imani. Ndani ya kanisa kuna matumaini. Because inside the church there is salvation. Outside the church, no salvation. God bless you.